Juzi bana, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema walikuwa wanafanya kumbukizi yao ya miaka 20, na katika kumbukizi hiyo kulikuwepo na baadhi ya viongozi wa chama hicho ambao walikusanyika katika makao makuu kule Mikocheni, Dar es Salaam, na wakawa kama unapiga mafataki kusherekea na kuadhimisha miaka 20 toka kufanyika mabadiliko makubwa mwaka 2006. Sasa Chadema bana ilipiga mafataki ya kutosha katika makao makuu ya chama hicho, Edwin Mtei House, kwa wale ambao wanaijua kule Mikocheni, Dar es Salaam, na ilikuwa ni kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 20 tangu kufanyika kwa mabadiliko makubwa kabisa ya chama mwaka 2006, kwa maana kwamba miaka 20 iliyopita. Lakini swali ambalo ningependa kuuliza ni kwamba unadhani toka Chadema ama chama cha demokrasia na maendeleo kimeingia rasmi kwenye uwanja wa siasa, kuna mabadiliko yote ambayo tutasema kwamba wameyaleta? Yani tuseme kabisa hawajai kufanikiwa kuingia madarakani, kwa maana kwamba hamna mtu yote ambaye alisha kusimama ama kuwania urais kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, lakini akafanikiwa kushinda. Ila swali liko hapa, unahisi kabisa kwamba pamoja na kwamba Chadema hawajai kufanikiwa kuingia madarakani, yani kumsimamisha mpinzani wa CCM na akafanikiwa kuingia madarakani kama rais, wamefanikiwa kujipatia viti tofauti, kwa mfano tukizungumzia udiwani na tukizungumzia pia ubunge. Kuna wabunge wengi sana ambao wamefanikiwa kuingia bungeni kupitia chama cha demokrasia na maendeleo, lakini pia madiwani wengi tu ambao wamefanikiwa kuingia kwenye madaraka kupitia chama hicho. Lakini tukizungumzia kiti kikuu ambacho ni urais, hamna mtu ambaye ameshasimama katika tiketi ya Chadema na kufanikiwa kuingia kwenye urais. Lakini wamekuwa ni chama ambacho kimekuwa na nguvu kubwa sana ya umma, kimekuwa ni chama ambacho kimekuwa na nguvu kubwa sana katika ushawishi wa wananchi wengi wa Tanzania, na katika kusukuma mabadiliko kufanyika katika serikali tofauti. Katika marais wote ambao walishai kufanikiwa kuingia madarakani toka CCM imeanzishwa, wote wamekuwa wakitumiwa na mambo tofauti tofauti. Lakini tukija swala zima la Chadema, wameonekana kama watu ambao wanakosoa kila serikali, tukianzia serikali za mwanzo kabisa mpaka serikali ya sasa hivi ya Rais Samia Suluhu Hassan. Wengi wamekuwa wakitumia kwamba wanapenda kuleta upinzani kwenye kila kitu. Sababu hata wakati wa ama kipindi cha John Pombe Magufuli hayati, Chadema ambao walionekana kwamba walikuwa na wapinzani mpaka kupelekea kuwa na beef kubwa sana kati ya wanaosupport CCM na wanaosupport Chadema, hususan mara tu baada ya Tundu Lissu kuweza kupigwa risasi nyingi, alafu tuma nyingi zikawa zinaelekezwa kwa mwenda zake hayati John Pombe Magufuli. Lakini pia sasa hivi hali ya uchumi na hali ya maisha yanapoendelea kule Tanzania, Chadema ndio wanaonekana kabisa kupinga mfumo wa uongozi ambao unaendelea, na sasa hivi wanasukuma kabisa swala la kuwepo kwa katiba mpya Tanzania. Sasa ukiulizwa kwa haraka haraka mchango ambao Chadema umeleta katika maendeleo mazima ya taifa, unaweza ukataja nini na nini? Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment, sababu naamini kwamba kama ni mdau ambao umekuwa ukifuatilia siasa kwa karibu kabisa, basi kuna kitu ambacho umekiona, utofauti ambao umeuona kati ya chama cha maendeleo CCM, lakini pia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.